Tutaondoka na huyu mmiliki wa hili duka, lakini mume wake amekimbia. Tutaondoka naye atafutwe popote alipo, naye akamatwe ili hatua za kisheria zianze kuchukuliwa. Lakini na nitoe maelekezo kwa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mbozi huko hapa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya pembejeo. Operation hizi ziendelee kwa kushirikiana na vyombo vya usalama katika wilaya zote. Tufanye operation za kuhakikisha kwamba tunakagua maduka yote, mbolea ipatikane kwa bei ya ruzuku na sio vinginevyo. Yeyote tutakayemkuta anahusika na kuuza mbolea nje ya bei ya ruzuku, tutakayemkuta anauza mbolea nje ya mfumo, tutakayemkuta ameficha mbolea, tushughulike naye, tuchukue hatua kali za kisheria ili kuweza kuwalinda wakulima wa mkoa wa Songwe. Ni waondolee hofu ndugu wananchi wenzangu. Mbolea DAP, serikali inafanya jitihada. Ilileta mbolea wiki iliyopita, lakini kuanzia tarehe 10 na ngapi kuna mbolea nyingi imeagizwa zinakuja. Sasa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Songwe, lakini mawakala wote wa mkoa wa Songwe ambao wanahusika na shughuli za uwakala wa mbolea wakae mguu sawa. Tukiwakamata, tutakaowakamata tunawashtaki na tunawachukulia hatua mara moja. Kwa majina anaitwa Joshua Ngondia, ni meneja wa kanda mamlaka ya udhibiti wa mbolea wa kanda nyanda za juu kusini. Kanda nyanda za juu kusini tunasimamia mikoa 7, ingawa leo tuko katika mkoa wetu wa Songwe ambao tunafuatilia hali ya upatikanaji na usambazaji wa mbolea. Leo katika mkoa wetu wa Songwe kupitia kampuni yetu ya TFC imeweza kusambaza zaidi ya tani 2000 ambazo zinaendelea kusambazwa kwa mawakala wetu ndani ya mkoa wa Songwe. Mmoja wapo ni huyu wakala ambaye anaitwa Shikombola, ni moja ya mawakala 9 waliopewa hizo tani 2000 ambazo zote zinakuja mkoa wa Songwe. Tunatambua hapa katikati kwa tunatumia mbolea zingine mbadala za TSP, NPS na hizi nafaka na nyinginezo. Sasa kwa leo hii, baada ya serikali kuchukua jitihada kuhakikisha mbolea zinapatikana ndani ya mikoa yetu ya uzalishaji, hizi tani 2000 ndizo tunazozipatia kuhakikisha zinafika kwa wakulima. Kwa hiyo tuko wilaya ya Mbozi, tulianza tangu asubuhi operation kufuatilia kuangalia hali ya upatikanaji, na hali ya upatikanaji wa mbolea kwa mkoa wa Songwe ni ya kuridhisha, kwa sababu mpaka sasa tuna tani 9825. Tuna tani 9825 za mbolea ambazo zinaendelea kusambazwa kwa wakulima. Kwa hiyo hii ni mwendelezo wa zile ambazo zinaendelea kusambazwa. Kwa hiyo tuhakikishie wakulima mbolea zipo za kutosha, wasipate pressure hii ya kwamba mbolea hakuna, kuja kupanga misururu kuja kufuatilia mbolea za kupandia. Kwa hiyo mbolea za kupandia zinaingizwa za TFC, tani 2000 zimekuja hizi ambazo wanaendelea kugawana. Tuna tani 6000 za kampuni ya Yara, ile Yara rotation inakuja zinaingia. Tani 6000 za micro kupandia za Yara na zenyewe zinaingia, zote zinakuja mkoa wa Songwe. Lakini vile vile tunatarajia kuanzia tarehe hii wiki ijayo tutapokea mbolea ya NPS kutoka kampuni ya OCP. Tunatarajia zitaingia kampuni tani 1030 za mbolea, tani 20,000 za NPS na tani 15,000 za ile TSP. Kwa wakulima tujipange, mbolea zipo, wewe cha msingi na namba ya kununulia ile mbolea, namba ya ruzuku. Kama una namba ya kununulia mbolea ya ruzuku, basi uende kwa wakala, kwa afisa kilimo wa kata yako ukajisajili na kuweza kununua ile mbolea. Lakini kingine ni waombe wakulima, hizi mbolea tunazozinunua hapa ziende shambani. Lakini imejitokeza kuna baadhi ya wakulima ambao sio waaminifu, ananunua mbolea hapa, anaweka msururu mirefu, anaenda kulangua wakulima wenzake kuinauza shilingi 90,000. Hilo halikubaliki. Na hivi tunavyoongea tumeweza kukamata baadhi ya wafanyabiashara, wanachukuliwa hatua za kinidhamu. Mbolea tulizonazo hapa, tuna mbolea aina zote ikiwemo na mbolea ya kupandia. Mbolea za kupandia tunazo za kutosha. Kwa sasa tumepokea magari 22 mpaka sasa hivi ambayo tunasambaza kituo cha Mloo na Idiwili, na tunategemea kuna gari zingine ziko kama 15 ziko njiani zinakuja ambazo tunategemea kuzipokea ndani ya wiki hii. Na mbolea zote hapa tunazo, na wakulima msiofu, mbolea tunazo za kutosha, tutawahudumia. Kikubwa mfuate utaratibu, na mbolea sisi tunauza kwa bei ya ruzuku. Wenzangu wamepanda mahindi, mimi sijapanda. Unaona mpaka sasa hivi. Ndio niliposikia kwamba jamani mbolea imekuja, nilitaka nikaona nipate chochote na mimi ndio niende kupanda. Hata kwa mwaka huu tangu tumeanza kweli kulikuwa na upungufu wa mbolea DAP. Hata ukienda pale kwa kafanda ambapo tulikuwa tunachukua mbolea ilikuwa ipatikane. Mpaka dakika hii ukienda pale upate mbolea DAP. Pale ndio watu tunachukua.